Honorable Junet. Mr. Speaker, asante sana kwa kunipatia nafasi pia ili nichangie hiyo hoja. Mheshimiwa Speaker, ningependa kusema kwanza ya kwamba pale tunapotoka Bigori pia vile mama wa county wetu amesema. Mheshimiwa Speaker, unavyojua wewe umeenda Migori mara mingi. Migori ni miji ambayo iko na barabara moja, one highway, yani barabara kubwa moja. Na hiyo barabara kubwa ndio iko na daraja kubwa moja ambayo inagawa constituency yangu na yule jirani yangu. Na hiyo daraja ndio binadamu wanapita, lori zinapita, pikipiki inapita, kuku inapita, vyama vyote vinapita. Sasa Mheshimiwa Speaker, ile daraja limefunjika kwa hii mambo ya maji. Imesombwa na maji. Kwa hivyo asante sana. Kwa hii mambo ya mafuriko. Sasa hakuna njia na mawasiliano yoyote kati ya upande hii na upande nyingine ya hiyo pali. Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Speaker, kama serikali haitafanya jambo la dharura, sasa watu wengine watabaki ngambo hiyo na wengine watabaki upande hii, upande nyingine. Kuna hata mtu amewacha bibi yake upande ile na yeye bado yuko upande hii. Mheshimiwa Speaker, amenipigia simu na hana njia yoyote ya kwenda huko. Mimi naomba ya kwamba tuchukue hatua ya haraka ya kidharura ili tuunganishe hiyo daraja ili wapate nafasi ya kutembea katika hiyo miji. Na hiyo ndio Uhuru Highway yao, hiyo ndio barabara moja wako nayo peke yake. Ya pili, Mheshimiwa Speaker, hapa Nairobi sasa. Mheshimiwa Speaker, hapa Nairobi vile kiongozi wa walio wengi amesema, gavana hako na jukumu la kazi ya kufanya. Lakini wananchi pia wako na jukumu ya kufanya. Mheshimiwa Speaker, kama umeamua kujenga nyumba kwa mdomo ya mto, kwa mdomo ya wewe umekaa kwa mdomo ya mto, namna hii umeweka nyumba yako kwa mdomo ya mto, na ukitaka kutolewa unaleta maneno mingi ya ukabila, sasa si utakufa tu. Kwa sababu kama umejenga nyumba yako ya biashara ama nyumba ya kuishi katika mdomo ya mto, hauwezi kulaumu mtu mfuriko ikifanyika. Mheshimiwa Speaker, tulitembea huko juzi, niliongea hapa, ulinipatia ruhusa juu ya tulipotembea huko Addis Ababa. Nimeambiwa hiyo miji familia 20,000 walihamishwa wakapelekwa sehemu nyingine, walitolewa kwa eneo za mto. Ndio maana unaona hiyo miji siku hizi hakuna mfuriko kama zamani. Sasa kuna watu wanataka kutumia kila kitu kwa njia ya siasa. Wakisikia watu wamekufa kwa mafuriko ni siasa. Wakisikia mjumbe ameanguka na ndege ni siasa. Ukisikia mama amegonga na pikipiki ni siasa. Na hatoi maoni tofauti ya kusaidia wananchi. Yeye ni kusema tu ya kwamba kwa nini watu wanahamishwa. Sasa kama watu wanahamishwa ili wasikufe, ili maisha yao itunzwe, sasa wewe unalaumu nani? Nimeona Mheshimiwa Amos Mwago amesema jambo la maana. Amesema watu wangu wamekufa, lakini kiongozi yake amefurahia watu wake kukufa. Inafaa wakune mkutano wazungumuse. Kwa nini tunaruhusu watu yetu wanakaa kwa sehemu kwa hatari? Mheshimiwa Speaker, wewe tembea ndani ya hii miji ya Nairobi, utakuja kuona ya kwamba watu wanakaa juu ya mto, watu wanakaa juu ya barabara, watu wanajenga vioski juu ya sijui wapi. Tukubaliane kama wananchi, tunataka kuishi kwa njia ya kisasa ama tuishi vile tulikuwa tunaishi bila sheria na bila njia yoyote. Tukubaliane. Lakini mtu ya kutumia siasa kwa maafa ya wananchi, hiyo awache. Na tunataka kutuma Mheshimiwa Muswago kwake. Tafadhali ongea na hiyo mtu. Maafa hawezi kuwa njia ya kujinufaisha kisiasa. Tafadhali, hatuwezi poteza Wakenya 50 na kitu. Na wewe bado unapiga kifua unasema, kwa nini watu wamehamishwa kwa mto? Sasa inamaanisha unataka watu waendelee kukufa. Unataka watu waendelee kukufa hapa Kenya. Mheshimiwa Speaker, kwa kumalizia, mimi nataka kusema hivi. Miji ya Nairobi ni miji ya kila mtu. Hawezi kuwa miji ya watu fulani. Muji. Sio miji, ni muji. Muji. Mheshimiwa, jiji ya Nairobi ni jiji la kabila yote ya Wakenya na Wakenya wote kwa ujumla. Hata mimi maoni yangu, tulifanya makosa wakati tulikuwa tunatengeneza katiba mpya ya 2010.
kuweka Nairobi kama county. Tungeweka Nairobi kama special zone metropolitan ambayo iko chini ya serikali kuu, ili Wakenya yote wapate manufaa ya serikali kuu, ili wapate njia kwenda kwao nyumbani jioni. Sasa imekuwa kama kijiji ya Kashagwa. Mtu anakufa yeye anapiga kelele, mtu akikufa yeye anapiga kelele, na anataka watu waendelee kukufa. Mimi naona, kwa kumalizia, Mheshimiwa Spika, hii jambo la Nairobi lazima bunge ijadiliane. Tukae na kikao rasmi tujadiliane mambo ya Nairobi, kwa sababu Nairobi hawezi. Na nataka kushukuru rais kwa kutengeneza ile inaitwa jobokasi ya kulete county pamoja na serikali kuu. Hiyo ni maono nzuri sana, kwa sababu yeye ameona miji hii ni miji kubwa ya nchi yetu na lazima iendelee mbele. Bwana Amos, mtu yako kama anataka kujenga kiosk, ajenge huko Munyoro. Hapa Nairobi awaachie wananchi waishi kwa uhuru kwa njia ambayo inawezekana. Asanteni sana. Honorable members, order. Mwango, take your seat. Honorable members, allow me to acknowledge in the Speaker's Gallery St. Patrick Hill School, Kajiado.